Tunakushukuru Bwana kwa utendaji usio wa kawaida katikati yetu majira haya. Unaweza kufinyanga ukatubadilisha tukafaa kwa ajili ya kusudi lako lililo jema. Bwana, tazama neno lako lina nguvu ya kutubadilisha, lina nguvu katika mazingira tofauti tofauti. Uendelea kutufinyanga na tufae kwa ajili ya kusudi lako. Bwana Mungu mkuu, naomba ukaseme nasi sasa wakati huu tunapolitafakari hili neno lako, tupate hatua iliyo dhahiri katika maeneo yote. Tunakuhitaji Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Nitumie vile upendavyo, neno lako likaguse maisha ya watu wako, na yote hayo ni kwa ajili ya sifa na utukufu wako Bwana. Katika jina la Yesu nimeomba kwa imani na ninakushukuru. Amen. Amen. Unaweza kuketi katika uwepo wa Bwana ukijua wazi hakuna asiloliweza Bwana. Na sasa ulipokee neno la Mungu ambalo lina nguvu, li hai, lina uwezo wa kutenda makuu kwenye maisha ya watu wake. Fungue Luka sura ile ya 24 mstari wa 36. Leo ninazungumza kuhusu amani. Amina. Nitazungumza kuhusu amani na nachukua maneno yale ya Bwana Yesu aliwaambia, amani iwe kwenu. Kwa hiyo nitafundisha kuhusu amani na tuhakikisha kwamba amani Kristo aliyokusudia ipo kwetu. Amani iwe kwenu. Yesu anasema katika Luka sura ile ya 24 mstari wa 36, amani iwe kwenu. Maandiko yasema, na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao akawaambia, amani iwe kwenu. Yohana sura ile ya 20 mstari wa 19 mstari wa 21 na 26. Haya maneno yamerudiwa mara 4. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati yao. Akasimama katikati akamwambia, amani iwe kwenu. Mstari wa 21. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Mstari wa 26. Basi baada ya siku 8 wanafunzi wake walikuwamo ndani tena, na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati, akasema, amani iwe kwenu. Maneno haya ni makuu sana. Naomba tusome tena Yeremia sura ile ya 11. Yeremia, fungua Yeremia pale. Ni kinyume chake. Yeremia 29:11. Maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Na Mungu alibariki neno lake. Natamani jambo hili liwe wazi kabisa, wapendwa. Kusudi la Mungu kwenye maisha yetu, tuko kwenye majira ambayo tunatamani kuona uzoefu wa baada ya ufufuo. Yesu ameshamaliza kazi. Tumekumbuka nyakati zile za Pasaka, tukasherekea na kumwadhimisha Kristo aliyemaliza kazi pale msalabani. Baada ya kufufuka kwake, kuna sentensi kadhaa ambazo alizungumza. Hakuwa na maneno mengi sana, lakini maneno yote aliyozungumza baada ya kufufuka yana maana kubwa sana katika kuandaa wanafunzi kutembea sasa, Yesu akiwa ameshapanga wawe na uwezo wa kuishi na kutenda makuu.
moja ya maneno aliyozungumza nyakati zile ni haya: amani iwe kwenu. Tumeona maneno haya yametamkwa kwenye maandiko haya kwenye Luka na Yohana, yamerudiwa mara 5, Yesu akirudia jambo lile lile, amani iwe kwenu. Sasa unapotafakari lazima ujiulize, kuna nini ambacho Yesu anataka? Wanafunzi walikuwa wamekusanyika kwa hofu ya Wayahudi, na mazingira yalikuwa ya sintofahamu, kwa sababu kuna hofu kubwa sana, kwa sababu wanajiuliza kama wame Yesu vile siku 3 zilizopita, sisi ambao tumemfuata tuko kwenye hali gani? Lakini Yesu aliporudi, alirudi na mamlaka makuu sana, na hili ni tangazo la kifalme: amani iwe kwenu. Maana yake Yesu anawaambia, tulizaneni, mimi nipo. Tulizaneni, mimi nipo enzini. Tulizaneni, mamlaka yote ninayo. Amani iwe kwenu. Na Yesu alitaka, lengo lake ni kwamba wapokee amani, lakini pia wawe ndio wapeleka amani kwa watu wengine, wasababishe amani maeneo mengine, si tu kwa ajili ya wao kupokea, lakini waweze kuwa watu ambao ni wabeba amani kila mahali watakapokwenda. Sasa kitu kikubwa sana ambacho tunaona kwenye Luka, kuna mazungumzo yalikuwa yanaendelea kabla ya Yesu kusimama katikati yao. Anasema walipokuwa katika kusema habari hiyo. Kutoka pale tu nataka nikupe jambo la muhimu sana la kufahamu. Kuna aina ya mazungumzo yanayovutia udhihirisho wa uwepo wa Yesu kwenye maisha yetu. Kuna aina ya mazungumzo ambayo huvutia uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu. Naomba hili jambo likuingie vizuri sana. Huwa wanadamu wana namna za wanaanza kuzungumza kutoka ndani. Watu wanaongeaga kwenye mioyo yao, wanakuwa na maneno mengi sana kabla hata hajaongea na mtu anaweza kawa anaongea vitu vingi sana ndani yake. Sasa naomba ufahamu hivi, kuna mazungumzo yanayovutia uwepo wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Mungu yupo kila mahali, ila hajidhihirishi kila mahali. Anajidhihirisha kwa watu ambao baadhi ya mambo ya msingi wanayotakiwa kuwa nayo ni jambo hili. Wanafunzi walikuwa wanazungumza habari za Yesu aliyekutana na wale wawili wakati wanaenda kule Emau. Njiani wamekutana naye na jinsi alivyowafundisha, alivyowaelekeza. Kwa hiyo kwa ufupi wanazungumza ufalme wa mbinguni, mambo yanayohusu ufalme wa mbinguni. Mwanadamu kama atatengeneza mazingira ya namna hiyo, Biblia inasema milango imefungwa. Yesu alisimama katikati yao. Kwenye Luka hasemi kuhusu milango, ila anasema walipokuwa katika kusema hayo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao akawaambia, amani iwe kwenu. Umewahi kusikia Yesu akizungumza, walipo 2 au 3 wamekusanyika kwa ajili ya jina langu, mimi nipo wapi? Papo hapo katikati yao. Watu wengi wakifikiri ile andiko wanawaza tu kwamba tukikusanyika saa ya ibada ya Jumapili kama hii. Sio lazima saa ya ibada ya Jumapili kama hii. Hata mkiwa njiani, yale mnayozungumza yanavutia uwepo wake kwenye maisha yetu. Walipo watu 2 au 3 wanazungumza, wanashirikishana mambo ya ufalme wa Mungu, anasema yeye anafurahishwa sana na mazingira yale, huwa anajidhihirisha. Yesu hakuenda kwa Mafarisayo baada ya kufufuka, wala hakwenda kwa askari wa Kirumi kuwaonyesha ubabe kwamba nipo mtaani sasa, mmekoma, mmenipigilia misumari, sasa angalieni, baada ya siku ya 3 nina makovu, sio vidonda. Hakwenda kwao, wala kuhitaji kujitangaza kwa makuhani waliomhukumu kwamba asulubiwe. Alienda kwa wale ambao wanafuatilia habari zake kwa moyo wa upendo na moyo wa ibada, na kutia moyo kwa jina la Yesu. Tutengeneze mazingira ya udhihirisho wa uwepo wa Mungu kule nyumbani, kule kazini, pale ofisini, kule kwenye biashara, kule darasani, kule
kule safarini, popote unapokwepo, Yesu awe rafiki yako na mtengenezee mazingira ya kuwa pamoja nawe kila siku. Jina la Bwana libarikiwe. Yalikuwa kwao wanafikiri ni mazungumzo ya kawaida, wanazungumza, wanaambizana. Nini kimetokea? Mazungumzo ya kawaida yakageuka kuwa udhihirisho wa uwepo wa Yesu Kristo katikati yao. Anasema akasimama katikati yao. Na mimi napenda vile anavyosema kwenye Yohana. Kwenye Yohana ameweka bayana, milango ilikuwa imefungwa na wanafunzi walikuwa pamoja. Anasema walikuwa wanafunzi mahali pale, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Akasimama katikati yao akawaambia. Nyakati zile kulikuwa na hofu ya Wayahudi. Nyakati zile walikuwa wanajifungia kwa ajili ya kujihami. Lakini nampenda Yesu ambaye amefufuka kutoka kwa wafu. Hakuna mazingira yanaweza kumzuia asisimame katikati ya maisha ya wale wanaomhitaji. Hakuna milango inaweza ikafungwa alafu Yesu akasema basi nimezuiwa mwanangu, nilitaka nikutembelee lakini nimefungiwa nje. Hakuna kitu kinaweza kumfungia nje Yesu ikiwa wewe umemfungulia moyo wako aweze kuwa pamoja nawe. Jina la Bwana libarikiwe. Hofu ya Wayahudi ilikuwa kubwa, lakini Yesu hakusema kwamba mimi kwa sababu naona Wayahudi watakuja kutushambulia sitajitokeza. Akatokeza pale, akasimama katikati yao, na maneno anayowaambia ni maneno ya muhimu sana leo uweze kuyaelewa. Amani iwe kwenu. Amani iwe kwenu. Unajua maana ya kwenu? Maana yake kwa kila mmoja wenu. Maana yake asipitwe hata mmoja. Amani iwe kwako na kwa yule na kwa yule, na kwa pamoja tuweze kupata. Sasa nini maana ya amani? Lazima tuelewe sasa nini ambacho Yesu anakizungumza hapa. Maana wengine wanafikiri ni salamu tu, kwamba Yesu alipotokea anawaambia tu shalom, kama siku za leo wakati mwingine tunasalimiana hivyo shalom shalom. Yesu hakuwa anasalimia tu. Naomba ufuatilie vizuri. Neno amani nina tafsiri ya dictionary ya kawaida, lugha ya kutoka kwenye Oxford Dictionary. Anasema neno hili, the absence of mental stress or anxiety. Tafsiri yake, kutokwepo kwa msongo wa mawazo au fadhaa. Kwa hiyo amani ni hali ya kutokwepo kwa fadhaa. Hawa ni wanadamu wa lugha tu, wametumia ufahamu wao wa kilugha wakaeleza vile kwenye dictionary, kamusi hiyo ya lugha. Absence of mental stress or anxiety, hali ya kuwepo, kutokwepo, hali ya kutokwepo kwa fadhaa au msongo wa mawazo. Neno hili katika Biblia, maneno ya Kiyunani yaliyotumika, neno peace, amani, Kiyunani inaitwa eirene. Kimsingi Yesu wakati ameotokea wanafunzi wake aliwaambia amani iwe kwenu. Kwenye lugha ya asili walipoandika walisema eirene humin. Hiyo ndio lugha ya asili ilivyoandikwa Agano Jipya. Maana yake Yesu anawaambia amani iwe kwenu. Sasa Kiyunani hili neno lina maana nyingi sana. Neno hili maana ya kwanza ni hali ya ustawi. Napenda hiyo. Kwa hiyo Yesu anawaambia hali ya ustawi iwe kwenu. Nampenda Yesu anavyoongea. Yaani hivi akina Petro wamenyongonyea pale, wanaogopa Wayahudi. Anasema sio wakati wa kunyongonyea, na watangazieni na waleteeni hali ya kustawi. Sio muda wa kurudi nyuma na kujifungia milango, ni muda wa kutoka kwa ujasiri. Maana wale waliodhaniwa kwamba Mwokozi wao amesulubiwa msalabani, sasa wataonekana Mwokozi wao anaishi na ameshinda mauti, ameshinda nguvu za giza, ameshinda mapepo yote, ameshinda mifumo yote ya kuzimu, na yuko milele anaishi. Sasa kilichobaki kwenu ni hali ya kustawi. Na watangazieni enyi wanadamu mnaoniamini. Akasimama pale, hali ya kustawi. Haleluya! A state of well-being. Jina la Bwana libarikiwe.
Kwa hiyo ndani yao kilichotokea, Yesu alitaka changamko litokee, uzima mpya utokee, tumaini litokee, ujasiri mpya utokee kutoka ndani yao, na wawe tayari kutenda makuu, maana mfalme wa amani amefufuka na yuko hai. Jina la Bwana libarikiwe. Ni hali ambayo inapelekea ndani ya mtu kuwe na utulivu na uzima ndani, kiasi kwamba yule mtu anakuwa ana furaha ambayo ukimuuliza kwa nini una furaha, mazingira anayopitia yanaweza kawa yanaongea kinyume, lakini hiyo hali ya kustawi inamfanya kushamiri katikati ya ugumu wowote. Ni amani ambayo inapitiliza kuzidi mapito ya maisha haya. Mgonjwa anaweza kawa na nyimbo za kuimba akasema salama salama, hapo amelazwa hospitali. Unamuuliza mbona we ni mgonjwa? Anakuambia mwili umeshambuliwa, lakini ndani yangu Kristo ambaye ni mtoa uzima yuko ndani. Ndio maana nasema rohoni ni salama, rohoni mwangu. Sio kwamba kule nje kumekuwa kimya, kwamba hakuna tatizo, lakini kuna nguvu ambayo iko ndani inamfanya yule mwanadamu aone ustawi bado, tumaini bado katika Bwana. Haleluya! Kwa hiyo neno hili lina maana hiyo ya kwanza. Lakini ya pili, kabla sijaendelea, limetokana na neno la Kiebrania ambalo ni shalom. Shalom maana yake ni kila baraka, baraka za kila namna na uzuri wa kila aina. Ndani ya shalom ni furushi lililobeba every kind of blessing, baraka za aina zote. Alafu anasema every kind of goodness, kila aina ya uzuri ndani ya neno moja, shalom. Kwa hiyo Yesu wakati amewatokea wale wanafunzi waliojifungia kwa sababu ya hofu ya Wayahudi, na waliokuwa wanafikiri kwamba wataendelea kubaki ndani kwa sababu wakitoka wanahisi kwamba matatizo yatawatokea, Yesu anawaambia shalom. Kila uzuri, kila wema, kila aina ya baraka Yesu anawaachilia. Mambo hayo anayaachilia kwenye maisha ya wale waaminio. Jina la Bwana libarikiwe. Amani iwe kwenu. Lakini neno hili amani iwe kwenu, maana ya pili, amani ni Kristo mwenyewe. Unaweza ukashangaa, Kristo mwenyewe ndiye amani. Wengine wanafikiri Yesu analeta tu amani. Manake Yesu anapojihudhurisha kwao, hata asingesema, tayari ilikuwa inatosha kuwapa amani. Hali, kumbuka maana ya kwanza nilisemaje? Hali ya ustawi, uzuri wote, baraka zote za kila namna, ndani ya hilo neno amani. Ndio maana Mungu anaposema na yajua mawazo nayowazia ninyi, alikuwa anawaambia Waisraeli wako kule uhamishoni Babeli, ni mawazo ya amani, si ya mabaya, kuwapa ninyi. Kwa yale mawazo yanazaa kuwapa vitu, tumaini siku zenu za mwisho. Kuna mambo yanatolewa kutokana na hiyo amani. Amani ni Kristo mwenyewe, yeye ndiye Jehova Shalom. Mara kadhaa kwenye Biblia ukisoma Agano Jipya, mahali popote Yesu aliposema mimi ndimi, popote unaposoma, hasa kwenye Injili ya Yohana, zile mimi ndimi za Yesu ni utambulisho wa Yesu kama Mungu, akijitambulisha kwa jina lile lile la Jehova, niko ambaye niko, I am who I am. Sasa watu wengi wanaona Yesu, wanamwona kwa namna fulani ya ufinyu sana. Yesu Kristo ni Mungu aliyefanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake. Ni Mungu amejileta kwetu kwa ajili ya kutupata sisi, ajiletee mwenyewe wanadamu waaminio. Jina la Bwana libarikiwe.
Ni mazingira hayo. Sasa Biblia inasemaje? Wakati Yesu Kristo anatangazwa kwenye Isaya sura ya 9 mstari ule wa 6, unabii unatoka, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, naye ataitwa jina lake nani? Ametajwa pale majina yake, ataitwa nani? Moja, mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani, mtawala wa amani, mwenye mamlaka, aliye wa amani. Sasa Biblia inasema, unaweza ukasema mbona kama sijaelewa vizuri? Soma Waefeso sura ile ya 2 mstari wa 14. Waefeso sura ya 2 mstari wa 14 anaonyesha wazi kabisa, anasema kwa maana yeye ndiye amani yetu. Yeye ndiye amani yetu. Nani huyo? Yesu Kristo, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Akakibomoa kiambaza kilichotutenga. Yeye ndiye amani yetu. Yesu Kristo anasimama kwenye nafasi ile ya mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu. Hapa kwenye Waefeso alikuwa anazungumzia tofauti iliyokuwepo katika Agano la Kale. Kuna watu wanabagua, wengine wanasema sisi ni watu wa tohara, kwa maana ya wale Wayahudi, na wale wengine ni watu wa mataifa. Anasema Kristo ametuleta pamoja. Sasa yeye ndiye amani yetu, anampatanisha kila mwanadamu na Mungu, analeta amani kati ya mwanadamu na Mungu. Yeye Kristo ndiye amani yetu. Kwa kuwa Kristo aliye amani yetu yuko pamoja nasi, huna sababu ya kukosa amani. Kumbuka maana yake, si ndio? Unifuatilie vizuri ili usije kufikiri amani ni hali fulani tu ya kutokuwepo kwa migogoro. Ni zaidi ya hali ya kutokuwepo kwa migogoro. Tunazungumzia suala la ustawi, tunazungumzia suala la mibaraka, tunazungumzia suala la utukufu wa Mungu kudhihirika kwenye maisha ya watu. Jina la Bwana libarikiwe. Na kwenye maana ya tatu, amani ni tunda la Roho. Katika kutaka kuelewa kwa mapana yake, naishia hapo. Tunda la Roho. Tunda la Roho. Kuna tunda moja la Roho lenye vipengele vingi. Biblia inasema Wagalatia sura ile ya 5 mstari wa 22, lakini tunda la Roho, hilo tunda la Roho au the result au matokeo au zao la kuwepo kwa Roho Mtakatifu ndani ya maisha ya watu, tunda la Roho ni sasa ina vipengele vingi: upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Anaendelea, sawa? Upole, anaendelea. Unakutana na kiasi. Tunda, matokeo ya Roho Mtakatifu kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo mahali popote alipo Mungu, amani huwezi kuiondoa pale. Hali ya ustawi huwezi kuiondoa pale. Hali ya baraka za namna mbalimbali huwezi kutenganisha pale. Hali ya utulivu wa nafsi unaopelekea kutokwepo kwa msongo wa mawazo hutaondoa pale. Katika uwepo wa Bwana kuna furaha tele. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa nikupitishe, kuna kweli kama kadhaa hivi za kushirikisha katika kuelewa jambo hili. Kweli ya kwanza, wakati Yesu anapotangaza amani iwe kwenu. Haleluya. Kweli ya kwanza, hii sio salamu tu. Hii sio salamu tu. It's not just a formality of greeting. Sio tu itifaki za salamu za kibiblia. Hii hapa ni tangazo. Sema tangazo. Tangazo ambalo Bwana amekusudia kuleta ustawi kwenye maisha ya waaminio. Tangazo, amani iwe kwenu. Maana yake Yesu anasema amani iliyo kwangu iwe kwenu. Ndiyo maana yake. Anajileta kwenye maisha yao tena akiwa anajiweka kwenye nafasi ile ya mtoa amani na msababisha amani kwenye maisha ya watu wake wanaomwamini. Kwa hiyo sio salamu,
sio salamu, ni tangazo linalopelekea kuwepo kwa amani, hali ya kustawi kwenye maisha ya wale wanaomwamini. Na haya maisha ya wao watu walikuwa kwenye hali ya hofu, mashaka, wengine wanajiona hawastahili kabisa. Unaonaje kama Yesu baada ya kufufuka angeanza kufufua kesi zilizoisha? Petro, hebu njoo. Ulifanya nini ile siku mimi nasulubiwa pale? Unaonaje kama Yesu angerudi staili hiyo ile alfajiri kabla jogoo hajawika? Mimi nampenda Yesu. Yesu alipofufuka hakukumbushia chochote kuhusu yaliyopita. Hakuna alichokumbushia. Wala hajauliza Yuda Iskariote nyonga lini. Wala hajauliza askari wa kwanza aliyenipiga mjeledi ni nani, nataka nimwone yule. Wala hajasema misumari ule msalaba wenyewe uko wapi. Wala kuhangaikia mti ambao alisulubiwa mle juu. Kuna watu bado wanang'ang'ana na msalaba, si ndio? Kuhakikisha inaning'inia mahali fulani, si ndio? Yesu hakuhangaika hivyo, kwa sababu sasa aliye chanzo cha wokovu yuko hapa. Kwa hiyo mapito yote aliyopata hakuhitaji kurudi nyuma. Petro, kwani ulinikana wewe? Yesu, unajua pale mazingira yalikuwa hofu, yani unajua Wayahudi nini. Sasa kuanzia leo nisikuone hapa miongoni mwa wanafunzi wangu. Yesu hakuja. Yesu hana gubu. Mwambie jirani yako, na wewe usio na gubu. Kama jambo limepita, limepita. Majaribu ambayo yameisha, achana nayo. Sio ukishinda tu unasema sasa nimepata promotion, leo ndio nimekuwa bosi wenu wa kwanza. Nani ile siku kwenye kikao kile ndio alikuwa? Achana na watu. Hata kama umesikia habari za mambo mabaya waliopanga juu yako, sio zamu ya kukumbuka yale manyonge. Wewe umeshapandishwa juu, wewe umeshavuka viwango vile. Watendee mema hao ambao mwanzoni walikuwazia mabaya, ni kwa sababu ya kutokujua kwao. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Si kama watu wa mataifa, akipata nafasi anaanza na moja baada ya mwingine, wabaya wote wanakoma. Ila Yesu hakuwa hivyo. Yesu alikuwa anawaambia amani iwe kwenu. Petro, na wewe umo, amani iwe kwako. Haijalishi umenikana, lakini bado unanifuata. Ni wakati wa kustawi, sio wakati wa kurudi nyuma. Ni wakati wa kutenda makuu, sio wakati wa kukumbushia ya zamani. Ni wakati wa kusonga mbele, sio wakati wa kurudi nyuma. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ni tangazo, anatangaza ustawi na mwanzo mpya kwenye maisha ya wale wanafunzi wake. Nami nakutangazia kwa neno la Bwana, ni wakati wa majira mapya kwenye maisha yako. Usijiulize hali ya zamani ulikwama mara ngapi. Haijalishi, leo unasikia hili neno, Bwana hajalileta bure. Anataka upige hatua, uinuke tena, maana mfalme wa amani yuko mtaani, yuko milele, ameketi upande wa kuume wa mkono wa Mungu akituombea. Na yuko hapa hivi ninavyozungumza, anaweza kasimama katikati ya changamoto zako akakuambia, mwanangu, uwe na amani. Katika jina la Yesu pokea neema hiyo. Na nilisikia kabisa akisema, nina makusudi ya kuwabariki wanangu, ninakusudia kuwatendea mema watu wangu. Ndio maana lazima nikutamkie haya maneno, amani iwe kwako. Hata kama dunia haikutambui, amani iwe kwako. Hata kama hujasoma, huna cheti kinachoeleweka, amani ikiwa kwako, utapata kibali mahali ambapo wewe usingevuka, kwa sababu Bwana yuko pamoja nawe. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo amani inazungumzia ustawi unaotokana na Mungu mwenyewe, sio wanadamu. Hiyo ni kweli ya kwanza. Sio salamu. Usije ukasema ni salamu tu. Sio salamu, ni zaidi ya hapo. Jambo la pili, amani ambayo Yesu anatoa si kwa ajili ya kujifurahisha sisi tu. It's not for a personal comfort. Si kwa ajili ya pumziko lako au kujisikia raha tu wewe mwenyewe. Hii amani anayotangaza ni kwa ajili ya kututia nguvu waaminio. Anawatia nguvu waaminio kwa ajili ya kupeleka habari njema
kwamba Yesu yu hai na wengine wajue ya kwamba Yesu yu hai. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ni ujumbe wa kumtia moyo mtu ainuke tena kwa ujasiri. Unajua, huwezi kuwa mhubiri wa injili mzuri kama wewe mwenyewe hujabadilishwa na hiyo injili. Huwezi kuwa mpeleka habari njema kama wewe mwenyewe umejawa na habari mbaya. Kama wewe asubuhi mpaka jioni unajinenea maneno ya kufa tu, mimi ni wakufa tu, mimi nalogwa tu, mimi shetani ananiandama tu, mimi ni balaa na mikosi, sijui nyumbani kwetu, sijui hata kwa nini nimezaliwa kwenye familia hii, heri kama ningezaliwa kule kwa Wahindi, pengine ningezaliwa kule ingekuwa nafuu, sijui mimi na balaa gani, sijui hata kwa nini nimezaliwa mwanamke. Yaani wewe unazungumza sijui kwa nini mimi mwanaume tabu tu, mwanaume vilio tu kila subiri. Kama umejaa habari mbaya kwa ajili ya maisha yako, sasa unakutana na mtu mwingine anamwambia Yesu anaokoa, Yesu anakupenda. Unaweza kaongea kwa sababu umetumwa kanisani kwenda kushuhudia, lakini ile habari haina uzito, maana wewe mwenyewe hujapokea habari njema. Sasa Yesu anatengeneza mazingira ya wanafunzi wake kabla ya kuondoka wenyewe wajawe na ustawi ndani yao, ili wanapotoka wawe na ujasiri. Sio watu wanaopeleka maneno yaliyoandikwa kwenye Biblia tu, ni maneno yaliyogusa maisha yao, na wanatoka na ujasiri huo. Hata mtu akikuangalia sema huyu anabeba amani, huyu amebeba ustawi, huyu ana uzima ndani yake, huyu ana chakula cha kiroho cha kunipatia. Wanakufuata watu kwa sababu ndani yako tayari umejawa. Ndio maana Yesu alianza na wanafunzi wake. Ni zaidi ya salamu, ni kuwatia moyo na kuwapa nguvu ya kuinuka tena kwa ajili ya kuwa mabalozi wa Yesu katika maeneo mbalimbali. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la tatu, amani hii ni utimilifu wa ahadi aliyosema Bwana Yesu. Ahadi ya siku zote kwamba walipo wawili watatu wamekusanyika kwa ajili ya jina langu, nipo katikati yao. Ni utimilifu wa ahadi ya uwepo wake. Naomba ufahamu jambo hili. Uwepo wa Mungu, moja ya kitu kinachosababisha kwenye maisha ya mtu, uwepo wa Mungu unasababisha raha nafsini. Alimwambia Musa kule wakati anaomba, usipoenda nasi usituchukue kutoka hapa. Mungu akamwambia, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa nini? Raha. Sasa Yesu anaahidi kwamba nipo papo hapo katikati yao. Na katika ujumbe huu leo Mungu anataka hivi, tutengeneze mazingira ya Yesu kututokea mara nyingi kwenye maisha yetu. Yaani wakati ambapo wewe kuna sintofahamu, kuna hofu, kuna nini, huelewi maisha yako yatakuwaje, Yesu asimame pale pale ulipo ambapo una changamoto zako, na akutangazie ustawi, akutangazie baraka, akupatie wema wa Mungu katika maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la nne, amani hii imelipiwa na ni ya kudumu. Amani hii imelipiwa, ni ya kudumu. Hali ya ustawi inayotokana na Mungu mwenyewe. Yesu amelipia pale msalabani. Kama unafuatilia Biblia yako, katika Isaya 53 anasema adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Adhabu ya amani, kile kinachopelekea sisi kupata ustawi utokanao na Mungu, kurejeshewa uhusiano uliopotea, yote yanayohitajika ili turudi kwenye nafasi ambayo Mungu alitukusudia. Yesu alibeba adhabu yake alibeba. Kwa hiyo amelipia, na amani hii ni ya kudumu. Imelipiwa na ni ya kudumu. Huna sababu ya kutokuwa na amani kwenye maisha yako. Huna sababu ya kuonewa na adui. Kwa jina la Yesu, enenda kwa ushindi katika maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na jambo la tano, amani hii ni sehemu ya muhimu katika ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu katika Warumi sura ile ya 4 mstari wa 17 anasema, si kula na kunywa. Ufalme huu
una zaidi ya hapo, ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo amani Yesu anayotangaza ni mwaliko pia wa kuingia kwenye ufalme na kuona ule ustawi unaotokana na Mungu ndani ya ufalme. Ufalme wa Mungu unahusisha haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu, kwa mujibu wa Warumi sura ya 14 mstari ule wa 17. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amani iwe kwenu. Amani iwe kwenye ndoa yako. Amani iwe kwenye afya yako. Amani iwe kwenye uchumi wako. Amani iwe kwenye masomo yako. Unakumbuka nikisema amani maana yake nini? Nazungumzia ustawi unaotoka kwa Mungu mwenyewe, na kutamkia kwa jina la Bwana, wewe tena kuanzia leo asiwepo mtu anayewaza eti kalogwa. Unajua wapendwa, kuna shida moja ambayo sijajua ni nani tutumie lugha gani tena hiyo. Kila mmoja hapa alipo, wiki haiishi hujamtaja shetani. Ila navyofuatilia kwenye Biblia nagundua shetani ametajwa mara chache sana kwenye Biblia. Shetani ametajwa mara chache sana kwenye Biblia. Kitabu chote cha Mwanzo ukikisoma unakuta ametajwa mara moja. Sura ngapi kitabu cha Mwanzo? Ina sura ngapi? Sura 50. Mara hii kwenye sura ya 3 alivyowaangusha pale. Baada ya pale, matatizo mengi wanadamu tunayokutana nayo ni kwa sababu ya kukosa uaminifu mbele za Mungu. Lakini wapendwa, watashangaa hivi, na hisi umelogwa hii kama sio kulogwa, sijui unaandamwa na roho gani? Maroho mpaka mnayatafuta maroho mengine hata hayaeleweki. Majina ambayo hata hayaeleweki, sema maroho ya kufeli darasani. Nani amekwambia kuna roho ya kufeli darasani? Hakuna roho ya kufeli darasani. Kufeli darasani ni uvivu na kushindwa kufuatilia mwalimu anapofundisha. Kwa hiyo watu wana mtazamo fulani kwamba shetani kajaa sana kwa wingi kuliko Yesu alivyojaa kwenye maisha yetu. Naomba hivi, kuanzia sasa na kuendelea, amini kwamba Yesu alipofufuka, wala hata kuhangaika na makorokoro yote waliofanya wale, alikuwa anazungumza habari za ufalme wake, haki, amani, furaha katika Roho Mtakatifu. Simama kwenye nafasi ile, tangaza wema wa Mungu juu ya maisha yako. Amani iwe kila mahali. Unene hayo ya Mungu yatatimia kwenye maisha yako. Sio kila ukiugua unasema kwa jina la Yesu, mapepo ya magonjwa. Kuna wakati mwingine umeshindwa kulala vizuri, hujazingatia utaratibu wa ulaji mzuri, hujazingatia kwa sababu tu hujawa na usafi mzuri, tumbo limeuma kwa sababu hukunawa vizuri, mambo kama hayo. Sasa unakuta tu kwa sababu ya kutokujua, kila saa unadhani unaandamwa na mashetani. Wewe kwa mujibu wa Zaburi ya 23 mstari wa 6 anasema, hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Hayo ndio mambo ya kutuandama sisi. Wema na fadhili zinakuandama mchana na usiku. Kama Yesu yuko ndani yako, anayekuandama ni mambo mazuri kutoka kwa Mungu. Hayo ndio ya kuchochea, hayo ndio ya kupalilia, hayo ndio ya kujitamkia kwa jina la Yesu. Amani iwe kwako. Jinenee amani kwenye afya yako. Sema, nataka ustawi ule utokao kwa Bwana uwe juu ya maisha yangu. Utaona mambo mazuri yanaanza kuchipuka ndani yako. Unasema, mimi sio wa kufeli, mimi ni mbarikiwa wa Bwana. Mimi sio wa kukwama, mimi nitashinda na yaweza mambo yote katika yeye anitie nguvu. Yale mambo ya Mungu, yale maneno ya Mungu ndio ya kunena, yanavuta uwepo wa Bwana, na unapovuta ule uwepo wa Bwana unaanza kuona udhihirisho wa utendaji wake kwenye maisha yako. Amani iwe kwenu. Amani iwe kwenye maisha yako. Amani iwe kwenye afya yako. Amani kwenye ndoa yako. Amani kule kazini ambako kuna watu wanakuonea. Yesu akisema ustawi, utaona unapandishwa vyeo, kwa sababu akiamuru yeye hapana azuiaye, katika jina la Yesu aliyetangaza kwa mamlaka ambayo kwa mamlaka hayo ameshinda kifo, adui wa wanadamu wote.
Yeye ndiye anayezungumza amani iwe nawe. Jina la Bwana libarikiwe. Namalizia kutaja sifa chache za amani hii. Amani ambayo Yesu anazungumzia hapa ni amani ya Mungu ipitayo akili zote. Wafilipi 4:7 utasoma pale. Amani ipitayo akili zote. Huwezi kupata ufafanuzi wa kibinadamu kuelezea kwamba hii amani iko katika hali gani. Ni amani iliyo juu sana. Unaona ustawi unaotokana na Mungu mwenyewe. Hata akili yako ikikuuliza kwamba vipi, watu wakikuuliza huna maelezo. Kuna wakati mwingine nimesikia mke wangu akisema don't ask me why. Ni Bwana yupo kazini. Yaani inafika mahali hapo unajiuliza, usiniulize imekuwaje, sema hivi, kwa kuwa Bwana yuko pamoja nami, yeye ametenda aliyotaka kutenda. Usiulize imekuwaje, imekuwa hivyo kwa sababu Bwana ndiye ametenda. Jina la Bwana libarikiwe. Hicho kiwango cha ujasiri wa kumwamini Mungu kwenye maisha yako ndio mambo yanayotakiwa kuzaliwa leo katika jina la Yesu. Amani inapita akili zote. Anasema na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Amani hii, sifa nyingine, ni amani inayotawala na kuongoza. Uwezo wa kuamua kwenye maisha yako. Akili yako haitatosha. Kuna wakati utakutana kwenye njia panda. Uko njia panda, unataka kuamua. Kuna majibu A na B. Kuna njia A na B. Unatakiwa uchague njia iliyo sahihi. Na hii niwaambie vijana, nyinyi ambao bado ndio kwanza mnamgoja Bwana. Unakuta unataka umri wa kuoa umefika. Wewe unaangalia tu kwenye praise and worship hapa, wote wamependeza wadada, si ndio? Wote si wamependeza? Kwa hiyo unaanza kupata matatizo, unasema sasa ni nani hapa, anatokea wapi? Unaanza kupata shida. Sasa mbaya zaidi, wanakuja wawili wanasema hivi, Bwana amenionyesha. Wamekuja wangapi? Vijana wa kiume, binti umeendewa na vijana wawili, wote wanasema Bwana ameniambia. Na wewe ndani yako unajua Bwana aliyewaambia inabidi athibitishe kwangu, kwa sababu kwa nini akuambie wewe peke yako afu mimi nisiwe na taarifa? Ndio maana huwa wadada wanasemaga nini? Nipe muda niombe. Sijui kama wanaombaga. Sijui kama kweli wanaomba. Wengine wakuta badala ya kuomba anaenda kwa mama fulani, wewe ulifanyaje enzi zako mama? Omba kweli ukisema hivyo. Sasa wakati una chaguzi mbili na unamwona kuna huyu anavaa vizuri, ananyosha kila kitu, mkanda, tai, nini, suti na ufunguo wa gari anao. Wa pili kiatu kimoja mpaka kimepinda. Aya sasa wa Bwana anatokea wapi? Nyakati kama hizo unarudi kwenye huu mstari Wakolosai 3:15. Wakolosai 3:15 anasemaje? Na amani ya Mungu ipitayo, anasema amani ya Kristo. Nimependa hiyo. Sio amani ya Mungu, hapa ametaja amani ya Kristo. Kama ujue kwamba Kristo akitajwa ndio Mungu yule, lakini amejidhihirisha kwetu katika nafsi yake ya kuokoa wanadamu. Wakolosai 3:15. Sawa Hapo ndio mahali amani itakuonyesha njia ipasayo kuiendea. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Inaamua sasa. Hapo ndio mahali utajua taa ya Mungu inakuelekeza upande gani. Na upande huo unakoelekezwa ni upande sahihi, hata kama akili yako inagoma. Iamue mioyoni mwenu. Hiyo amani ndiyo mlioitiwa. Inakuamulia njia ipasayo. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi sitasahau kwenye maisha yangu niliwahi kuingia njia panda kipindi natakiwa nikasome chuo kikuu. Nimepata vyuo viwili, vyote
Kwanza chuo cha kwanza nilikuwa nafanya kazi, nimeshaajiriwa. Ukienda kusoma maana yake unapata promotion huku kazini. Chuo cha pili nasomea vitu ambavyo sifanyii kazi sasa hivi. Na nikienda kuna hatari huku bosi akijua nafutwa kazi, maana unasomea vitu ambavyo hatuvihitaji huku. Na kote nimechaguliwa. Nikauliza ndugu zangu, kaka zangu, nishauri hapa nafanyaje? Hakuna mtu aliyenishauri. Wakasema wewe angalia kinachokufaa, angalia future. Wanaongea angalia future imekaaje, masomo gani yana future hapo. Sitasahau, nilipiga magoti. Nilipopiga magoti, Bwana nikasikia amani moyoni, ananiambia nikasomee chuo ambacho kule ambako sio kazi ninayofanya kwa sasa, na kuna hatari ya kukatwa mshahara nikienda kule. Ndio amani nimesikia iko huko. Sasa sikwambii kila wakati Mungu atakuwa na kuamulia mambo magumu, au kila wakati jambo Mungu analokuletea linapishana na akili yako. Lakini kwangu mimi nilisikia kitu ndani, amani ya ajabu sana, alafu nikaamua naenda bila kujali matokeo yatakuwaje. Nilipoenda kusoma kule kote, kwanza mshahara haukukatwa. Kitu cha kwanza hicho. Kwa hiyo wakati nasoma chuo kikuu ilikuwa inasoma mwisho wa mwezi. Na huku nakosoma, kumbe kuna mambo makubwa sana Mungu ameniandalia kwenye safari yangu ya maisha bwana. Unapenda ujue? Yaani hivi nilivyo leo ni sehemu ya utimilifu ya ile amani iliyoamua magotini niende kwenye kile chuo. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu huduma, nilipoitwa kwenye kazi ya Mungu sasa, baada ya kumaliza nimefanya kazi, nimerudi. Kwanza huduma. Kwenye wito Mungu aliposema nami, yule mtu ambaye Mungu amemleta kwa ajili ya kunishika mkono nisome Masters of Divinity na kuanza huduma, tulianza kipindi nikiwa mwanafunzi kwenye chuo ambacho kwa akili ya kawaida nilipaswa nikatae, niende upande mrahisi, na kuna mapochopocho ahadi za kutosha. Lakini jambo lingine, kwenye hiki chuo nilivyoenda kusomea, huyu anaitwa mke wangu sasa hivi. Na watu wengine walisijua wanajua ushuhuda, mbona walikuwa kama mnasubiri sana hiyo sehemu. Sijajua tungefahamianaje bila njia hii aliyochagua Mungu. Lakini njia aliyotumia ilikuwa hiyo hapo. Tulifahamiana wakati tunasoma. Na hii haimaanishi, mwanafunzi uliyeko hapa, hii haimaanishi ukikaa chuoni unakaa mkao wa kusema unatafuta GPA pamoja na nini. Walikuwa nasemaga enzi zetu, yaani unatoka kabisa 3 bila, unaweza kumaliza chuo na hakuna chochote, lakini GPA yako imesoma vizuri. Maisha usiige kwa mwingine. Lakini sitasahau, kumbe wakati napiga magoti Mungu anasema kule unakoenda, by the way, mimi na mpango mzuri na maisha yako kuliko hii kazi ambayo leo ungeng'ang'ana nayo. Kwa sababu ile kazi siendelei nayo, Bwana alishaniita kwa ajili ya utumishi wake. Lakini hizo baraka zingine, unaonaje baraka ya kupata mke anayetoka kwa Bwana, alafu unaunganishwa, mnakutana kwenye safari yume, pita njia hii, alafu unakutana na yule aliyeandaliwa na Bwana. Hiyo ni baraka ndogo? Hiyo baraka ni kubwa sana kwenye maisha. Kwa sababu kuna watu wengi wamepoteza maisha baada ya kukosea kwenye eneo moja tu la kuoa na kuolewa. Muda unazidi kukimbia. Sasa unataka usikosee kwenye maisha yako. Unataka uwe na hakika kwamba maamuzi unayofanya ni sahihi. Hadi watoto hawa tunapowapeleka shule, kuna saa tunawalazimisha, tunasema wewe nimesema utakuwa nesi. Sasa msijisikie kama ni kuna watu wana wito kabisa wa nesi. Wewe nimesema utakuwa polisi wewe. Kwa sababu babu yako ni polisi, mimi mwenyewe polisi. Kwa nini wewe usiwe polisi?
unamlazimisha mtoto wako. Wewe utakuwa mhandisi kwa sababu nyumbani kwetu ndio tumekuwa kama mainjinia. Usimlazimishie kwa staili hiyo. Muulize Bwana alipomleta duniani alitaka afanye nini kwa ajili ya kutimiza lile kusudi ambalo Mungu analo juu ya maisha yake. Utaona njia yake inakuwa rahisi ya kwenda. Kwa hiyo kuna mambo mengi tunahitaji maamuzi yafanyike mapema. Lakini tusipokuwa na amani iliyoko ndani yenye uwezo wa kutuamulia, tunaweza tukawa na majuto baadaye. Mungu akuepushe na hayo majuto. Kila uchaguzi unaofanya kwenye maisha yako, uwe umesikia amani ya Mungu ndani yako, ambayo huwa ikiwepo hiyo amani hujiulizi mara mbili, wala uhitaji kumuuliza jirani yako, hivi jambo hili ni sahihi? Unajua tu ni jambo sahihi. Jina la Bwana libarikiwe. Amani hii ni kwa ajili ya watakatifu. Jambo la mwisho, sifa yake ya mwisho ni kwa ajili ya watakatifu, watu wa Mungu. Katika Isaya 48 mstari wa 22 ameweka bayana, hapana amani kwa wabaya, asema Bwana. Hakuna amani kwa wabaya. Akarudia tena 57:21, Isaya hiyo hiyo, hapana amani kwa wabaya, asema Mungu wangu. Kwa hiyo ustawi ambao Yesu anauzungumzia, ndio maana walengwa wa kwanza aliowaendea ni nani? Wanafunzi wake. Lakini Zaburi ile ya 119 mstari wa 165 anasema, wana amani nyingi waipendao sheria yako, wala hawana la kuwakwaza. Wana amani nyingi waipendao sheria yako, wala hawana la kuwakwaza. Amani hiyo ni kwa ajili ya wateule, watu wa Mungu wanaoipenda sheria ya Mungu. Sheria ya Mungu ni jumuisho kwa maana ya neno la Mungu. Ukisikia sheria ya Mungu, maana mtu huyo anapenda neno la Mungu. Amani kwake, amani hiyo ni kwa ajili ya watakatifu. Nami nakuombea kwa neno hili katika jina la Yesu, amani iwe kwako. Ukaone amani siku zote za maisha yako. Ukauone wema wa Bwana siku zote za maisha yako. Usiwe na sintofahamu wala majuto ya mambo ya mbele. Yesu ana mipango mizuri na maisha yako ya sasa, yajayo na siku zote. Jina la Bwana libarikiwe. Kama kuna uchaguzi unatakiwa ufanyike kwenye maisha yako, jambo lolote linalokutatiza, lipeleke mbele za Bwana. Utaona amani ya ajabu inaonekana. Na ile amani ni ishara kwamba kule ambako utafanya ule uchaguzi, kuna kufanikiwa, kuna kustawi, kuna kubarikiwa, kuna kuona wema wa Mungu. Naomba usimame kwa miguu yako wakati tunapohitimisha ibada yetu hii ya neno la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Vitu ambavyo vinaiba hiyo amani. Kuna mazingira ambayo unapitia kwenye maisha, kuna sintofahamu, kuna mambo yanatokea ambayo unaona kabisa unanyang'anywa ustawi ambao Mungu anautaka uwe nao. Ni kazi yetu, ni kazi yako kusimama kwa ujasiri kuhakikisha kwamba hakuna adui anayeweza kuiba amani yako. Hakuna wazo linaweza likakutoa kwenye mstari wa kusudi la Mungu katika maisha yako. Amani ya Mungu ipitayo akili zote ikuhifadhi kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Hebu nyosha mkono wako juu mbele za Bwana. Unapenda kuona ustawi wa Mungu? Ustawi. Unapenda kuona neno hili linatimia kwenye maisha yako? Neno la mwenye mamlaka Yesu Kristo. Amani iwe nawe. Na tutaomba na utaanza kuona badiliko linatokea. Hata mambo yaliyodumaa kwenye maisha yako yataanza kustawi katika jina la Yesu. Sema Mungu, kwa mamlaka ya Yesu Kristo aliyefufuka kutoka kwa wafu, aliyenipa ushindi, aliyetuletea uzima, aliyetangaza amani iwe kwenu, leo hii ninaupokea ustawi unaotokana na tamko hili la Bwana. Ninapokea kila aina ya baraka na kila aina ya uzuri unaotokana na Mungu. Maisha yangu yote nitakuwa mtu anayetembea katika njia ya amani,
maana ufalme wako unahusisha kuwepo kwa amani hiyo, na Yesu mfalme wa amani, na Yesu mtoa amani, aliyesema amani yangu nawapa. Katika ulimwengu huu wa sasa uliojaa giza, mimi natangaza kustawi, mimi natangaza amani juu ya afya yangu. Hata kama daktari alisema utaangamia, mimi natangaza kwa neno la Bwana ni majira ya kustawi. Afya yangu inastawi, uchumi wangu unastawi, maisha yangu yanastawi. Sitakufa bali nitaishi, nami nitasimulia matendo makuu ya Bwana katika nchi ya walio hai. Yale Bwana aliyokusudia kwenye maisha yangu yanatimia yote. Yesu aliyetangaza amani iwe kwenu na inakuwa kwangu sasa. Kuanzia leo, hali ya ustawi, hali ya kushamiri, hali ya kutenda makuu, hali inayoleta furaha na tumaini kutokana na ushirika wangu na Yesu Kristo. Bwana, kwa kuwa neno lako limesema hakuna amani kwa wabaya, naomba uniondolee ubaya wowote. Ikiwa nimewaza vibaya au nimenena vibaya au nimetenda kwa ubaya, natubu kabisa na kugeukia wewe, maana amani hii ni kwa ajili ya watakatifu. Nami napokea neema yako ya kutakaswa na wewe kwa damu yako. Bwana, na kushukuru kwa kunisikia na kunisamehe. Na sasa ninatamka juu ya maisha yangu, mimi ni wa kustawi, mimi si wa kudumaa, mimi si wa kukwama kwenye ngazi moja ya maisha. Bwana uliyenikusudia, nitastawi hatua moja kwenda nyingine katika jina la Yesu. Vifungo vyote vinavyozuia vinavunjika. Milango ilifungwa, wanafunzi wakawa ndani, lakini Yesu Kristo hakuna kilichomzuia, aliingia pale, maana yeye anafanya kazi katika ulimwengu wa roho. Nami nakuomba Bwana, kwenye maisha yangu, chochote ambacho nilikuwa nimefungiwa, siwezi kuvuka pale, wewe unanitembelea katikati ya janga hilo, katikati ya changamoto zangu. Nainuka tena nikiwa na ustawi utokao kwako mwenyewe katika jina la Yesu. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Kuanzia leo, wema na fadhili zinaniandama siku zote za maisha yangu, na enenda kwa ujasiri nitende makuu.